Amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, haleluya, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu. Yesu, Yesu, piga makofi, mako, 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 mako. Asante sana yeyote anayetuangalia siku ya leo. Nashukuru kwa maana Mungu ametubariki sana. Tumekuwa tukifundisha juu ya the 7 battles of life. Na last week we managed to talk about 3 battles. Tukaongea juu ya family battles, jinsi ya kupigana vita za kijamii. Na I discovered the first death kwa dunia ilianza na family battle. Hiyo ni vita ya Cain na Abel. Na tukaongea juu ya family ya Jacob, family ya Isaac, Jacob na Esau. Na tukaongea vile family battles ina affect watu. Then we managed to talk about personal battles, vita ambaye wewe mwenyewe unatakana upigane. Jinsi unaweza ku-upgrade maisha yako. You can fight with the character within you ambaye inakurudisha nyuma. Na tukapeana how to fight this battle, jinsi ya kujimotivate, jinsi ya kuji-improve. Na pia tukafaulu kuongea juu ya the third battle ambayo ni financial battles. I talked a lot about it. Jinsi tunaweza kupigana vita ya kifedha kutoka chini na kupanda juu. Na Mungu akapata kusaidia ili kila mmoja akapata kutoka chini kama vile mpango ya Mungu iko. Na the best verse tulisoma last week was Isaiah 48:17 ambayo inasema Mungu mtakatifu wa Israeli anapendezwa wakati unafanya faida. Ni yeye kufundisha kufanya faida. And it was a very very good topic. Na siku ya leo tunaendelea part 2 ya 7 battles of life. Na leo nataka niongee juu ya the battle of the mind. Taanza na the battle of the mind. Na I would like to read the Bible in Proverbs chapter 23 verse 7. Methali 23 verse 7. Na tumaini kwamba umeendelea kufuata. You can subscribe. Hakikisha tu umesubscribe, itatusaidia sana. Na ukipokea hii mahubiri isikue tu yako. Hakikisha umesambaza kwa watu 2 5 ili message ikapate kuwa ya baraka kwa maisha yako. So I'm ready to read in Proverbs 23 verse 7. Biblia inasema, maana aonaye nafsini mwake ndivyo alivyo. As a man sees, so he is. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. The fourth battle ya life is the battle of the mind. Na whatever we do, decisions zote zenye tunafanya kwa hii dunia inategemea mawazo yako. Na shetani anajua vita yetu haipiganwi sana kwa mwili, inapiganwa kwa mawazo. The mind activate any form of battle and any form of character. Na so the Bible says, as a man thinketh, so he is. Now when we talk about the battle of the mind, kuna vitu 4 hapa nataka ushike. Ya kwanza, the mind determine the choices. Mawazo inaamua ni uamuzi gani utafanya. Na the Bible katika Deuteronomy 30 verse 19, Deuteronomy 30 mstari wa 19, inasema make a decision, amua leo
nimeweka mbele yako uzima na mauti, amua leo. So it's just the mind that helps you to make the right choice, the choice of death or the choice of life. Sasa watu wengi wanajikuta hajui achague nini. Kwa maana kuna vita kwa mawazo, kuna kile unataka kufanya, lakini kuna kile mwili inataka na kuna kile mawazo yako inataka. So wale watu ambaye wamesucceed, wamefaulu katika maisha, ni wale wamefaulu kupigana hii vita kwa mawazo yao. They have made the choice na wamepigana hii vita na wakafaulu. Wacha nikusomee katika Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati, mstari wa 30, chapter 30. Nataka nisome verse 19. Sikia vile Biblia inasema. The Bible says, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe. So the battle of the mind is the battle of the choice. Vita ya mawazo ni vita ya uchaguzi. Na kila siku mtu anafanya uamuzi zaidi ya 2,000 mpaka 6,000 per day. Ukianza kuamka asubuhi una uamuzi, niamke sahi ama nilale, nioge ama nifanye baadaye, nioshe vyombo ama nisioshe. So the mind is always active. Na mtu ambaye mawazo imekufa, sasa huyo hata kama ako uhai tayari ameshakufa. Na siku ya leo God has put a choice before us. Wakati unapigana vita ya mawazo, unapigana vita ya mawazo kuhakikisha mawazo yako inatii kile wewe ungetaka ufanye. Na kuna the second thing I want to talk about, this the battle of the mind. We have the ability to refuse to conform to the pattern of our mind. Katika Romans chapter 12 verse 2 inasema do not be conformed to the pattern of this world. Kumaanisha Paulo anasema usikubali mawazo yako yafanane na mawazo ya hii dunia. Anasema but be ye renewed in your mind. Kumaanisha igeuze ndani ya mawazo yako. Ukitaka kubadilisha mtu haubadilishi tabia, unabadilisha mawazo. And that's why we go to school. Tukienda kwa shule tunafundishwa kitu tofauti na ile ambaye tuko naye. Tunafundishwa mtu akisoma mpaka 8 ana reason kama mtu ya 8, akisoma mpaka form 4 ana reason kama mtu ya form 4, akienda university ana reason kama mtu wa university, akiishi miaka mingi ana reason kama mtu ambaye amepitia various experiences. So Biblia inasema do not conform to the pattern of this world. So hii vita tuko naye ya mind, Shetani angetaka sana mawazo yetu iendeshane na mitindo ya hii ulimwengu. Na ndio maana kila asubuhi lazima uweke neno la Mungu ndani yako. Lazima uweke wimbo mpya ndani yako ili ikaweze kucontrol jinsi utakuwa ukiwaza during the day. So we have the ability to refuse to conform to the pattern of our mind. Lazima tu program mawazo yetu tofauti ili tupate different results. Ya tatu, we can take control of our thoughts life. Tunaweza kutawala mawazo yetu. Nataka nisome katika 2 Corinthians, katika 2 Corinthians wa Korintho wa pili mlango wa 10, chapter 10 na soma verse 5. Sikia vile Biblia inasema. Biblia inasema, acha tusome verse 4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Verse 5. Tukiangusha mawazo na kila kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. So our battles is in the mind. Biblia inasema wakati silaha zetu za kiroho zinapigana vita, hatupigani tu. Hii silaha ambayo tunaitumia, tunaangusha kila fikira, kila mawazo. Kuna mawazo ambayo inajiinua kinyume ya mapenzi ya Mungu. And that's why we have to fight this battle and conquer. Kuna mawazo haitaki kwenda kanisa. Kuna mawazo haitaki kutoa sadaka. Kuna mawazo haitaki utakatifu. Kuna mawazo haitaki uendelee mbele. Kuna mawazo haipendi watu yenu. Lakini Biblia inasema we subject this thought. Tunaileta hii mawazo chini ya mikono ya miguu ya Yesu ili ikapate kutii kile ambaye Bwana anataka. So nikimalizia, Biblia inasema katika Proverbs 23 verse 7 inasema what we think make us. Kile tunafikiria ndio kile inatutengeneza. Kumaanisha nini? As a man thinketh, so he is. So how can we fight this battle? Kwanza, change your mind. Soma vitabu ambayo inakusaidia. Sikiza
mahubiri ambayo inakusaidia. Sikiza watu ambao wanakusikiza. You can reprogram your mind. Ukikaa na mtu ambaye ana maendeleo, mawazo yako inaanza kufikiria maendeleo. Ukisoma vitabu ya development, mawazo yako inaanza kuwa development conscious. So be very careful ni nini ambayo una feed katika maisha yako, na hiyo inaitwa the battle of the mind. So the second battle ambayo tunaongea siku ya leo ndio ile inaitwa spiritual battle. Spiritual battle inamaanisha kuna physical battle. Physical battle ni vita ya mwili. Akikutukana unamtukana, akikupiga unampiga, akikuendea chini unamuendea chini. Hiyo ni vita ya mwili. Lakini Biblia inasema kuna vita ya kiroho. Na Ephesians chapter 6 verse 11 inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kumpinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hii, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. That's a very good text. Ina introduce juu ya spiritual battles. Kumaanisha kuna vita unapigana ambaye haujui. Kuna forces inapigana na wewe. Na penda vile Paulo anasema katika Acts chapter 16, anasema kuna mlango umefunguka mkubwa, lakini kuna wengi ambao wanakupinga. So there is a battle, kuna vita. Na Danieli katika Daniel chapter 10 anapeana mfano ya vile alikuwa naomba siku 21 na kukawa na majeshi ambayo inapingana na yeye. Kumaanisha chochote unafanya na unapata opposition, don't use just carnal formulas. Kuna vita ambaye ni ya kiroho. Na kuna facts about spiritual battles. Nataka niongee juu ya 4 facts about it. Number 1, the battle is spiritual. Vita ya kiroho haiwezi pigano na mwili. Si ya damu na nyama, ni vita ya kiroho. Na hata ukitamta counselor kama ni pepo, you cannot cancel a demon out of a person. You cannot motivate a depressed person ambaye ako depressed na pepo. Lazima ikue a spiritual battle ambayo unaweza kupigana as a spiritual battle. Number 2, the battle has weapon. Hii vita ya kiroho ina silaha. Na silaha ni damu ya Yesu. Na silaha ni jina ya Yesu. Silaha ni neno la Mungu. Yesu anamshinda shetani, alimshinda shetani kwa maana ya neno ambaye alikuwa naye. Silaha ni ushuhuda. Revelation inasema walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo. So the weapon we are fighting with the blood of Jesus inatumika kuangusha ngome zote za shetani. The word of God inatumika kuangusha kila mpango wa shetani. The name of Jesus that has power over every name. Jina la Yesu linatumika kupigana hii vita. Kwa hivyo wakati yote tunajiami kupigana vita vya kiroho, hakikisha uko kwa maombi, hakikisha umejiandaa na silaha zote, kwa maana vita vya kiroho vina spiritual battle. Na kuna Wakristo wengi ambaye wangekuwa mbali sana, wana mipango mizuri, lakini every time their plans inakuwa frustrated kwa sababu they have never fought a spiritual battle. Na kuna vita kama hujawahi pigana ya kiroho, kuna mahali hauwezi ukapita. Kila siku kuna limitation za maisha yako, kuna limitation kwa biashara yako, kuna limitation kwa kazi yako ambaye if today unaweza amua kuingia kwa hiyo vita, you can be able to unaweza kujikuta ukimshinda shetani. The battle is fought in prayer. Vita hii yote inapigana na maombi. So you show me a prayerless person, I will show you a defeated person. So usiombe tu. Kuna watu wanaomba masaa mengi but they forget to fight in the midst of that prayers. Kwa maombi yako hakikisha you have a time to fight. The Bible says resist the devil and he will flee. Usiombe tu, omba tu kimpinga shetani. Mwambie shetani, ondoa mikono yako michafu kwa maisha yangu. Shetani haribia biashara yangu. Shetani hautaharibu ndoa yangu. Shetani hautaharibu mawazo yangu. Shetani I rebuke you, nimekataa defeat katika jina la Yesu. So resist the devil and he will flee. Mpinge shetani. Kwa hivyo tunamshinda shetani katika maombi. The battle is fought in prayers. Na number 4 point hapa unataka na ushike hivi. The battle demand fasting. Matthew chapter 17. Wacha nisome hii, ni vizuri wakati mtu anasoma Matthew 17. Matthew chapter 17. Thank you Jesus. Verse 21. Sikia vile Bible inasema. Inasema hivi, lakini namna hii haitoki ila kusali na kuomba na kufunga. Hao ni wanafunzi wa Yesu.
Wakamwambia Yesu, mbona sisi tulipoombea huyu mtu hakupona? Mbona tulipokemea hii pepo haikutoka? Yesu akamwambia, aina hii ya pepo haitoki ila kwa kufunga na kuomba. There is a room for prayers, but there is a room for fasting. So ukiona you are dealing with a stubborn demon, unajaribu kuitoa, unajaribu kuomba, nothing is happening, that is the time you enter into prayer and fasting. Na Yesu anasema aina hii haiwezi toka ila kwa kufunga na kuomba. Kwa hivyo when we pray, when we fast, spiritual battle tunaishinda. Na nataka nikuchallenge siku ya leo. Labda ile inakurudisha nyuma ni kwamba you have never been serious with your life. Kama unapenda maisha yako, resist the devil. Kama unapenda watoto wako, resist the enemy. Kama unapenda biashara yako, resist the devil. Hata kama unapenda gari yako, the devil shetani anaweza kukunyang'anya chochote ya maana, kwa maana haujajua umuhimu wa kuomba, umuhimu wa kukemea. Gari yangu ya kwanza ilinisumbua sana. Haikuweza kwenda kilomita 6 bila kuchemuka, labda inaharibika hapa, tunaenda vizuri safari, tunarudi na breakdown. Na ikatusumbua sana mpaka siku moja tukasema wacha tuiuze. Yule niliuzia, nilingoja wiki moja niambie imekwama. Nikaona hapigi simu, nikaamua nimpigie simu. Nilipomuuliza, jamaa uko wapi? Akaniambia saa hizi tuko Embu. Tulikuwa jana Nakuru, tumekuja Embu na kesho tunaenda sijui Kerogoya, na ulinibariki sana, ulinipea gari mzuri sana. Mara ya kwanza nikajua shetani alininyang'anya gari yangu. So if you don't fight spiritual battle, utapoteza mke wako, utapoteza mtoto wako, utapoteza biashara yako, utapoteza amani yako, atakuwa akikuchezea vile anataka. So a battle in life to fight is what I call spiritual warfare. Na hiyo ni muhimu sana ya kuweza kupigana. Vita ya tatu ambayo tunaongea siku ya leo ni ile inaitwa anti-progress battles. Anti-progress battle. Hii inamaanisha kuna vita ambaye shetani anahakikisha hataki wewe uchukue level ingine, uende to the next step. Na nataka nisome katika 1 Corinthians. Wacha tusome katika Wakorintho wa kwanza, wa 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Sikia vile inasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa, na wako wengi wanipingao. Inasema, Paulo anasema amefunguliwa mlango mkubwa sana wa kumfaa. A very good opportunity door. Mlango ambaye alikuwa akingojea, lakini kuna wengi ambao wanampinga. Vita ambayo unatakana upige ni anti-progress battle. Hii ni vita ambayo haitaki wewe utoke level moja uende level nyingine. Na hii inaweza kuwa ni shetani, inaweza kuwa ni watu, inaweza kuwa ni wewe mwenyewe. Inaweza kuwa ndani yako hauna ile nguvu ya kupigana move to the next level. Inaweza kuwa ni shetani hataki uende to the next level. Inaweza kuwa ni majirani ambao unakaa ndani yao hawataki move to the next level. Na sasa Paulo anasema hapa, anasema kwamba mlango umefunguliwa, I can see an open door. But kwa hiyo mlango kuna watu wengi ambao hawawezi taka uende kwa the next level. So katika hii vita kuna vitu ambao unahitaji ujue. You need empowerment. You need knowledge to move from every level of your life. Wakati yote utaona umekwama mahali, ujue knowledge yako ndio imekwama. Ujue kuna kitu ambaye haujui. So anytime you add knowledge in your life, anytime you add encouragement in your life, utaweza kumove na kupasiwa na kwenda level nyingine. Na Deuteronomy chapter 1 verse 6 inasema Mungu akawaambia Waisraeli, mumekwea kwa hii mlima kwa muda mrefu, turn north. Sasa kuna wakati unajikuta you are moving in circles. Unajikuta you are moving in circle, biashara unafanya tu kazi ya aina moja kwa mwaka moja. Na watu wengi wanasema hivi. Wanasema practice makes perfect. Lakini sikiza, it's not practice that makes perfect. It is a perfect practice that makes perfect. So if you keep on practicing the wrong practice, utapata the wrong results. So kupata matokeo ambayo ni tofauti, lazima uperfect your art. Lazima uongeze knowledge kwa mawazo yako. Lazima uombe maombi ambayo ni tofauti. Lazima usome vitabu ambayo ni tofauti. Lazima usikize mawaidha ya watu ambayo ni tofauti, ili uweze kubreak the limit ambayo imewekwa kwa maisha yako, kuhakikisha hausongi mbele. Na napenda Psalms, katika Psalms 30 verse 6. This is the best verse nimewahi pata kwa maisha yangu na ikanisaidia sana. Katika Psalms, Zaburi, Psalms chapter 30
verse 6, nitasoma. Inasema hivi. Inasema, nami nilipofanikiwa nilisema sitaondoshwa milele. Napenda huyu mtu. Huyu mtu anaitwa Daudi. Daudi alipoona amefanikiwa, aliweka kitu ya kuhakikisha harudi nyuma. Kwa maana anytime we take a step forward, kuna vitu viwili ama tatu ya kuhakikisha umerudi nyuma. Sasa Daudi ni kama ile lori inasukumwa kwa mlima. Ikishasukumwa na wewe umeishiwa nguvu, unaweka mawe, unaweka dunga ili hata ukipumzika isipite pale. Naye Daudi akajua kuweka dunga ya maisha yake. Akasema, mimi vile nimefanikiwa sitarudi nyuma. A declaration. Na leo kama unataka kupiga na anti-progress spirit, lazima uweke declaration. Mimi vile nimeoa sitakuwa single tena. Mimi vile nimesoma sitakaa kama mtu hajasoma. Mimi vile nimepata pesa sitarudi nyuma. Daudi anasema kwamba when I was successful, wakati nilifaulu, nilisema sitarudishwa nyuma. So how do you fight anti-progress battle? Number one, be determined to move forward in your heart. Kwa moyo wako hakikisha umeamua kusonga mbele. Na hapa ndio shida yetu iko. Mara nyingi nimeona watu tunaomba sana, tunapenda Mungu sana, lakini ile determination haijawahi kuwa ndani yetu. Na in life I have decided, nimegundua ya kwamba chochote sijawahi amua to fight for, siwezi nikapata. Na chochote nimeamua I will fight for, either shetani, either pesa, either capital, nikiamua kupata kitu utaipata. So determine in your heart to move on. Amua kwa maisha yako, mimi nitasonga mbele. Kunaweza kuwa hakuna pesa, nitasonga mbele. Inaweza kuwa mambo ni mazito, nitasonga mbele. Na the Bible talks about the 4 lepers. Inasema, walisema tukikaa hapa tutakufa. Tukirudi mjini watu wanakufa. Lakini tukipasua hii mlango, tukifungua hii mlango, kuna vitu hili inaweza tendeka. Kama watatuua, tukufe haraka. Wakituhurumia, tukule. So, wakaangalia katika analysis yao ya risk. Wakagundua the best risk ya kuchukua ni ile ina nafasi kidogo ya kuingia. Na wakafungua mlango na Mungu akawasaidia. Na leo Mungu anataka uchukue hatua ya kwanza. God want you to be determined in your heart ya kwamba utafaulu. Number 2, you have to know where you are going. Lazima ujue mahali unaenda. You have to question yourself. Where am I going? Ni nini nataka kwa maisha yangu? Watu wengi hatujui tunataka nini. Tunataka vitu mingi mpaka hatujui ni nini tunataka. Determine vitu 3 ambaye you need this year. Determine vitu 4 ambaye hii mwaka unataka. Know what you want. Weka picha ya kile unataka kwa nyumba yako. Ongea juu ya kile unataka. Fight with your mind ukijua this is what you want. Enda mbele ya Mungu ukijua God, this is what you want. Mimi nakwambia hautakaa bila kujua umepata kile ambao unataka. So know where you are going. Na John chapter 8 verse 14 inasema, ingawa mimi najitolea ushuhuda wangu ni kweli. Najua mahali natoka na ninajua mahali naenda. Swali ni kwamba, do you know what you want? Unajua ni nini unataka? Watu wengi tuko so occupied na mambo mengi until we really don't know what we want. Siku ile utajua kile utataka, ndio utapata kile umekuwa ukitaka. Ya mwisho pale, write your vision down and clearly. Andika maono yako chini. Habakuk anasema hivi. Anasema andika maono yako chini ili anayekimbia akimbie naye kama maji. Write your vision down. Na hata kama utaandika chini, andika kwa mawazo yako. No, picture what you want. Weka kwa mawazo yako kile ungetamani kupata. Weka kwa mawazo yako ile picha ya the better picture of what you want. Kataa discouragement kwa maisha yako. Kuna anti-progress spirit itakuvunja moyo kila siku. Lakini kila asubuhi amka ukisema, I am more encouraged. I am more focused. I am more ready. I am ready to fight this battle. Na siku ya leo nataka nikuombee as we fight anti-progress battle ambayo iko kwa maisha yako. Kumbuka tumekuwa tukiongea juu ya the 7 battles of life na nimefaulu kucover 6. Naomba Mungu wa mbinguni akapata kukubariki as I pray for you. Father, I thank you for everybody that has watched this clip. Naomba neno hili likapate kuwatia moyo. Naomba neno hili likapate kuwabariki. Naomba kuanzia leo maono yao na ndoto yao ambayo wanaota wakapate kufaulu katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Naitwa Bishop Steven Njihia. Kumbuka unaweza kutupigia simu namba yetu +254 722 817354 na subscribe pale chini ili mtu yeyote ambaye wakati yote tuna message ikapata kukufikia. And do me favor, hakikisha hii message imefikia watu 5 marafiki zako. God bless you and surprise you. I love you. Amen and amen.
ingawa shetani ananitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa moyo wangu. Ingawa shetani ananitesa, mimi nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, Yesu amekufa kwa moyo wangu. Ingawa shetani ananitesa, mimi nitajipa moyo, kwani Kristo amekufa kwa moyo. Haleluya, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, salama salama, haleluya, haleluya. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, wala zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, salama salama tufani ya Yesu yatulinda siku zote. Haleluya. Shangwe na vigelegele, tufani inapovuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha mikononi mwa Mungu. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha mikononi mwa Mungu. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha mikononi mwa Mungu. Korona inapovuma, tufani inapovuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha
hasira, ni ya mapenzi yake tufanye